plants provide us what we call the ecosystem services. When it is hot outside there, everybody wants to go under the shading of a plant. Plants are beautiful. When you look at the beautiful flower, and you feel very comfortable. So plants are very important in our daily life. And today, the international community is celebrating this day. And we at IITA, we have a tradition of celebrating this day. But we have chosen to celebrate this day with the small children, the students who are in the school, because we want to remind them about the importance of this day, but also to expose them to what we are doing here at IITA as work related to the plants. This year is an important year for us at IITA because we are celebrating the 50th anniversary. This means that we have gone through many challenges. We have solved some of them, but there are always challenges in every activity, in every person's life. So the major challenges we are facing, I would say, is for us, we want to remove hunger in Africa. There is still hunger. Although we are making effort, but there is still hunger. This means that we have not achieved completely our goal. Utafiti wetu tunalenga wakulima wa chini kwa sababu kwanza hao ndio wanatupa chakula kwa wingi na pia hao ndio wengi katika jamii hapa katika bara letu la Afrika. Taasisi hili makao yetu makuu yako Nigeria, lakini tunafanya kazi bara lote Afrika. Na sisi hujaribu kutatua zile shida zote ambazo huwapata hawa wakulima wa kiwango cha chini, kuanzia na ukosefu wa mbegu bora, kisha kuna magonjwa ambayo yanatatiza mazao ya kwao, kisha kuna mambo ya soko na pia kuna mambo ya jamii. Sisi huangalia hayo yote kwa kijumla. Katika utafiti ninaofanya mie, ninaangalia katika kemikali ambazo zinatengenezwa na mimea kama kivutio au kivutio cha wadudu ambao wanaweza wakaja na kuja kwenye mmea na kusambaza magonjwa. Kwa mimi nafanya kazi kwenye miogo ambayo kama unaona hapa, huu ni aina ya mwogo moja wapo ambao uko katika hali nzuri, lakini unaweza ukapatwa na magonjwa na ukadhoofika. Na ukidhoofika namna hii hauwezi kutengeneza mwogo na kufanya mwogo wetu huwe hautoi mwogo. Kwa mwisho utakufa kabla ya wakati wake na tutashindwa kuvuna. Sasa magonjwa haya yanakuwa yanasambazwa na vijidudu vidogo vidogo ambao sidhani kama mnaweza kuviona, ambapo wanaitwa ni wadudu weupe. Hawa wanakula kwenye majani ya miogo, na wanapokula kwenye majani ya miogo wanasambaza magonjwa kutoka mwogo mmoja kwenda mwingine. Sasa utafiti wangu ni kuangalia hawa wadudu wanawezaje kutambua huu mwogo kama ni chakula. Kitu gani kinawavutia kuja kwenye mwogo na kuwafanya waweze kula kwenye miogo na hivyo kuhama kutoka mwogo mmoja kwenda mwingine na kuleta magonjwa. Dar es Salaam, Dar es Salaam, Dar es Salaam. Da Live Mbagala inawaletea Wapo Concert Jumamosi ya tarehe 20 mwezi wa 5 2017 katika uwanja wa taifa wa burudani Da Live Mbagala. Kiingilio ni shilingi 5,000 tu kuanzia saa 2 usiku na kuendelea. Hawa hapa ndio watakaolishambulia jukwaa wakiongozwa na Nei wa Mitego, The True Boy in the Building, Shilole Shishi Baby, Barnaba Classic, Kala Jeremiah, Dula Makabila, MC Dalada, Tuna Fish, Mabano Nexus na H Mbizo. Bila kusahau utavunjwa mbavu na mchekeshaji mahiri mkali wao. Kumbuka ni tarehe 20 mwezi wa 5 2017 siku ya Jumamosi kwa kiingilio cha shilingi 5,000 tu. Da Live Mbagala, tukutane. Kuna mastaa wanajiuza wapo, wapenda pari za udaku kuliko kazi wapo, eti kuna wasanii wanarogana wapo, sijasikia mnasema wapo.